Kwa hivyo sasa ukisoma Biblia kutoka Mwanzo moja usome yote, utaona wakati Mungu alifanya uumbaji, kila siku alikuwa anasema ikawa jioni, asubuhi, siku ya kwanza. Hakupatia siku majina. In the Old Testament siku hazina majina. Anasema siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita na siku ya saba ya sabato yake takatifu. Walikuwa wanajua ya kwanza ilikuwa ni gani. Wakati wakiwa jangwani, kwa sababu wameishi sana kule Misri, walisahau hizi siku. Kwa hivyo wakiwa jangwani, ukisoma kitabu kile cha Kutoka 16, utakuja ya 16, utakuja kuona Mungu, Leviticus 16 akiwapatia mana kutoka mbinguni. No, that's Exodus. Hiyo ni Kutoka 16. Wanapewa mana kutoka mbinguni. Sasa Mungu akataka kuwakumbusha jinsi ya kuhesabu siku. Akawaambia siku ya kwanza nitawapatia mana, siku ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano mana. Mnaenda mnaokota kulingana na nyumba yako. Usiokote zaidi, kwa sababu ile utaokota itawatosha. Kuna miujiza ndani ya hii chakula. Usifikirie ya kesho, nataka uchukue ya leo peke yake. Na ukizidisha, kama mtaenda mule mubakishe, asubuhi itakuwa na nini? Na maggot, itakuwa na wadudu. Kwa hivyo, na kuna wetu wengine bado waliokota zaidi, wanakuta hao wadudu. Mungu alistick kwa neno lake. Siku ya sita akawaambia hivi, kwa sababu kesho ni sabato takatifu na malaika hawafanyi kazi ya kupika mikate siku ya sabato, na sitaki kuona malaika wamebebana mizigo ya kudistribute chakula, wako hekaloni wanaabudu. Kesho hakuna sabato, hakuna mikate mtapata. Kwa hivyo siku ya sita muokote maradufu. Siku ya sita muokote leo na ya kesho. Na hiyo peke yake ndiyo haikuwa inaharibika. Na kuna watu wengine hawakuokota ya kesho. Kesho wanaenda kuangalia kama Mungu alisahau. Anaweza kuwa alisahau, kuna kama malaika kamoja kalisahau. Hakuna, Mungu alisema sita, okota mara mbili, maana kesho hakuna. Alitaka wewe wanakumbuka, siku ya leo hatukupata mana uwanjani, lakini tuko nayo. Kwa hivyo wanaanza tena kuhesabu ili wajue sabato ni wapi. So wakati wa Old Testament umeisha, Wayunani walipokuja wakawa na hiyo miungu wanaabudu. Na sio wao walianza kuomba hii miungu. Hali ya kuomba miungu kama jua, Mungu kama jua iko tangia mwanzo. Hata Misri waliabudu Mungu jua, alikuwa anaitwa the ray god, na mke wake anaitwa Isis kule Misri. Wakati Ahab amemuoa huyu msichana anaitwa Jezebel hakuwa Myahudi. Alikuwa kutoka mahali inaitwa Phoenicia, kule leo hii inaitwa Lebanon, karibu na Gaza. Yeye alitoka huko, na akija alikuja na miungu yake, na Mungu yule ambaye alitukuza sana ni yule anaitwa Baali na mke wake Ishtoreth. Na alikuwa na manabii wa uongo 850 ambao wanakuja kuuawa na Elijah katika mlima wa Karmeli. Katika kitabu cha Ufalme wa Kwanza 19 aliwaua wote, kwa sababu alitaka watu wajue Mungu ni mmoja na ni Mungu wa mbinguni. Hakuwezi kuwa na miungu miwili. Mungu hapendi wale wanakuja kuchukua position yake. Kwa hivyo hawa Wayunani wamekuja na hiyo miungu kutoka kwa umbali sana. Ni washenzi, hawaabudu Mungu wa mbinguni. Wameileta, na sasa basi wakachukua kila siku hawakubadilisha hesabu ya siku. Siku ya kwanza ilibaki siku ya kwanza, siku ya saba ilibaki siku ya saba. Lakini wakabadilisha na kuweka jina, wakaweka jina, wakabadilika jina kwa hizo siku. So siku ya kwanza ile wanaabudu the sun god ikaitwa kulingana huyo Mungu, the sun's day, ndio inaitwa Sunday. Walikuwa wanaabudu jua. Moon's day ndio inaitwa Monday. Tuesday ndio Tuesday. Wednesday ndio Wednesday. Thursday ndio Thursday. Freak's day ndio Friday. Na Saturday ndio Saturday, siku ya Jumamosi.